Habari gani mwanamichezo mwenzangu, popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni H&T Media ambayo inakuletea taarifa hizi za kimichezo ambazo tumekuletea hapa kila siku kila wakati. Na hii hapa ni moja kati ya tetesi kubwa, ikiwa tetesi ambazo zinahusishwa na klabu ya Young Africans zitakuwa zimetimia zote kwa msimu huu. Basi Yanga itakuwa ni klabu miongoni mwa klabu ambazo hazitakamatika na itakuwa na ubora wa hali ya juu sana kwa msimu huu wa 2025 2026 na wapinzani wao katika ligi kuu Tanzania bara, ambapo anagombania taji la 5 mfululizo, lakini pia ligi ya mabingwa bara Afrika, ambapo kundi B yuko pamoja na Al Ahly. Ni miongoni mwa klabu ambayo ina pointi nyingi zaidi kwenye kundi B ambalo wako nyuma ya Al Ahly mwenye pointi 4, lakini pia tofauti ya magoli ambayo imewatenganisha hao mabingwa Young Africans, ambao mpaka sasa kuna tetesi kadha wa kadha ambazo zina mhusisha Gerson Dala, mchezaji kutoka timu ya taifa ya Angola, lakini pia katika klabu ya Al Wakhara kutoka Katari. Bana, kabla tujiangalia taarifa hii kuhusiana na mshambuliaji huyu Gerson Dala kutoka huko Angola, raia wa Angola, lakini pia kwa sasa na kichapa katika soka la kulipwa huko Al Wakhara ambapo inapatikana huko Katari. Kabla hatujatazama taarifa hii, ni kuambia tu kwamba karibu kwa wakati mwingine tena, lakini kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, hapa ni H&T Media ambapo nakuletea taarifa hizi za kimichezo, lakini pia hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini kama umeshakwisha kusubscribe, usisahau pia kubonyeza alama ya kengele ambayo itajitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kutakufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea hapa kila siku na kila wakati. Twende sawa kuiangazia taarifa hii ambayo inahusiana na Gerson Dala. Ni miongoni mwa nyota ambao wanahusishwa na kujiunga na klabu ya Young Africans, ni pamoja na huyu Gerson Dala, lakini pia Gerson Dala ni raia wa Angola ambaye anacheza soka la kulipwa nchini Katari katika klabu ya Al Wakhara, lakini pia aling'ala katika ligi kuu ya Angola, ambapo aliwahi kuwa mfungaji bora wa ligi ya Angola, akifungia mabao 23 katika ligi hiyo ya Angola, almaarufu kama Girabora kutoka huko Angola. Aliwahi pia kucheza katika ligi ya Ureno katika timu ya Sport Lisbon, lakini pia na klabu ya Lyon Evu, zote zikipatikana Ureno. Ligi kuu pia alishawahi kucheza ligi kuu Turuki, akicheza katika klabu ya Antalyaspor 2019. Gerson Dala ana umri wa miaka 29 mpaka sasa, akizaliwa 1996. Mguu wake ambao anautumia ni mguu wa kulia na mguu wenye nguvu na mashuti, lakini pia anaongea Kireno na Kiingereza. Ana urefu wa 45 na inchi 8. Moja kati ya taarifa bora kabisa ambayo tumekuandalia hapa kuhusiana na Gerson Dala, ili uje uweze kuona sasa kwamba pendekezo la kocha Pedro Gonçalves, ambaye pia amepita mikononi mwake mchezaji huyu akiwa katika timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17, wakicheza AFCON, wakitolewa katika hatua ya robo finali na Nigeria kwa ushindi wa bao 1-0, ukiwatoa nje Angola. Lakini pia Gerson Dala alikuwa miongoni mwa kikosi hiko ambacho kilicheza AFCON hiyo hapo Ivory Coast. Moja kati ya vitu vikubwa ambavyo pia unaweza kaona kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves, anahakikisha kwamba anaitengeneza Young Africans kulingana na wachezaji ambao anawajua na ambao wamepita kwenye mikono yake. Tumeona kwa upande wa Dep, ni mchezaji ambaye pia kapita katika mikono yake, lakini naye ni mchezaji ambaye anahusishwa na kujiunga na klabu ya Young Africans. Katika
katika timu ya taifa ya Angola chini ya umri wa miaka 17, Gerson Dala alishawahi kufanya makubwa kwa kipindi hicho. Tunakumbuka kikosi hiko kilikwenda kushiriki mashindano ya AFCON chini ya miaka 17 wakifanya mabara makubwa. Kama tunakumbuka kipindi hicho akina Morris Abraham, akina Kevin John na na wengine wengi ambao waling'ala kwa kipindi hicho, akina Rada Kichasambi kwa kipindi hicho. Na kwa upande wa timu ya taifa ya Angola chini ya miaka 17, Gerson Dala alikuwa ni mchezaji ambaye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao mengi, akifunga mabao 5 katika michuano hiyo ya AFCON kwa kipindi hicho. Lakini pia kuna mengi ambayo ameyafanya katika ligi kuu ya Angola, akijinyakulia kiatu cha ufungaji bora katika ligi ya Angola, akifunga mabao 23. Ni miongoni mwa wachezaji bora kabisa ambao wanatokea pembeni na kuingia ndani, na ushambuliaji wake ni moja kati ya staili kubwa ambayo inatumiwa na makocha wengi, hasa makocha ambao wanafundisha mifumo ya kisasa, ambayo Gerson Dala kwa upande wa mashambulizi, kuanzisha mashambulizi na kutafuta engo ama kutoa asisti, ni miongoni mwa vitu ambavyo anaviweza, na ni kitu ambacho kinawafanya makocha wengi waendelee kumwamini. Kujiunga na klabu ya Young Africans, kuna sababu mbili ambazo zinatajwa kwa upande wa Gerson Dala kuhusishwa na klabu ya Young Africans ama na yeye kushawishika kujiunga na klabu hiyo. Ni pamoja na kocha Pedro Gonçalves kuwa ni miongoni mwa watu ambao wananogesha dili hili, lakini pia sababu nyingine ambayo inamfanya Gerson Dala ajiunge na klabu ya Young Africans ni kukosa namba katika klabu yake ambayo anaitumikia sasa hivi ya Al Wakhla huko Qatar, ikiwa imecheza Al Wakhla ikiwa imecheza mechi 8, yeye amecheza mechi 6, na katika hizo 6 amefunga mabao 2, ambayo mabao hao yalipatikana katika mechi moja ambayo Al Wakhla waliibuka na ushindi. Katika mechi zote 6 ambazo wamecheza, katika mechi 8 ambazo wamecheza, wameshinda mechi moja tu ambayo Gerson Dala alihusika katika mabao 3 katika mechi hiyo, mabao 2 akifungia klabu yake ya Al Wakhla, lakini bao la 3 la kujifunga, na mechi hiyo ikitamatika kwa Al Wakhla kushinda bao 3. Moja kati ya vitu vingine, moja kati ya sababu nyingine ambayo inatajwa Gerson Dala kujiunga na klabu ya Young Africans ni pamoja na mkwanja mrefu ambao Young Africans wamemtengea mchezaji huyu ili kushawishika na kujiunga na klabu hiyo ya Young Africans. Licha ya kwamba kulikuwa na tetesi za dep pamoja na hivyo, lakini Young Africans wameweka mkwanja zaidi kwa Gerson Dala ambaye anahusishwa na klabu hiyo ya Young Africans kwa karibu kabisa. Kama ataweza kurejea ama ataweza kukubali kujiunga na klabu ya Young Africans, basi itakuwa ni moja kati ya usajili bora kabisa kufanyika katika klabu ya Young Africans katika wakati wa dirisha hili dogo, licha ya kwamba kumekuwepo na tetesi nyingi za wachezaji wengi ambao wanatajwa kujiunga na klabu ya Young Africans, lakini kikubwa ambacho kinaangaliwa ni kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves, atapendekeza nini katika kikosi chake na kuipanga timu ili kuja kuwa tishio zaidi katika ligi kuu Tanzania bara, lakini pia katika michuano mingine ambayo Young Africans anashiriki kama michuano ya kombe la mabingwa bara Afrika CAF, lakini pia CRDB Bank Federation, ambapo michuano yote hiyo Young Africans anashiriki ili kuhakikisha kwamba anaendeleza ubora wake ambao anaendeleza kutetea mataji yake ambayo ameyakusanya katika msimu ulioisha. Bana, endelea kuwa pamoja nasi ili tuje tukupe taarifa kuhusiana na kila ambacho kinaendelea juu ya rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said